Karibu Tabora, karibu Toronto. Tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Tunakushukuru kwa kusanyiko hili la watu kwa ajili ya kumsindikiza binti yetu. Tunakushukuru kwa sababu umemwita katika majira kama haya. Tunapoelekea kipindi kizuri sana cha Kwaresma. Majira ambayo ni majira utafakari pia mienendo yetu na njia zetu. Tunakushukuru kwa kuwasafirisha waliotoka Kasulu na ukawafikisha mahali hapa salama. Bado tuna kazi ya kwenda hata Kugunda. Tunaomba neema yako mkaonekane katika safari yote hii na katika matayarisho yote ya kumsindikiza huyu binti. Tunaomba neema yako ionekane siku zote katika maisha yetu. Na kila wakati linapotokea jambo hili la misiba litufundishe kwamba tuko hapa duniani kwa muda tu. Siku yoyote tunaweza kuondoka katika dunia hii. Haijalishi tuna umri gani, wewe ndiye unayejua miaka yetu na siku zetu. Tunaomba neema yako na baraka zako kwa kila mmoja wetu. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mwili ulionao ni mwili unaoharibika. Ni mwili usiodumu. Ni mwili unaochakaa kwa magonjwa. Ukianza kuugua hata mafua, jua ya kwamba mwili wako umeanza kuharibika. Ukiugua malaria, jua ya kwamba mwili wako umeanza kuharibika. Kwa hiyo mwili wako sio mwili wa kudumu. Ndio maana unaharibika. Kitu kimoja tumeambiwa katika mstari ule wa 58 kwamba tuzidi kutenda kazi ya Bwana, tuzidi kuchapa kazi ya Bwana, tuzidi kumtumikia Mungu kwa bidii. Wekeza katika kumtumikia Bwana kwa nguvu zako, kwa mali yako, kwa gharama yote. Wekeza katika kumtumikia Bwana kwa sababu mwili wako unaharibika. Una siku chache sana za kuwepo duniani. Sasa kuna wengine wamewekeza kumtumikia shetani. Kuna wengine hawachapi kazi ya Bwana bali wanachapa kazi ya shetani. Mwenzetu muda wake umekwisha, mwili wake umeharibika, anasubiri mwili mpya, unaitwa mwili wa utukufu, ule mwili wa mbinguni. Sasa ni wakati wa kuanza bidii mpya, wa kuanza utume kwa upya. Wito wako uuhuishe kwa upya, wito wako uuhuishe kwa upya, na hili ndilo neno la Mungu. Niwaletee salamu za mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji Kasulu. Amewapa pole sana tuliokuwa watumishi wenzake na Raha. Kwa kweli wametutuma salamu na wamewapa poleni sana. Tumeondokewa na mtu ambaye hatukuwa tumetegemea. Yaani ni tarehe 4 tu tulikuwa naye kazini na jioni tukasikia amepata shida na akakimbizwa kupata huduma. Kwa hiyo tukategemea angeweza kuwa ameikava na kurudi katikati yetu, lakini mapenzi ya Mungu yametimizwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi kitu ambacho nimejifunza, Furaha ni mdogo, lakini namna ambavyo umati umekuwa nyuma yake inanipa picha kwamba huyu mtu alikuwa anamtumikia Mungu kweli kweli. Nyakati zingine huwa tunakosa maneno mazuri ya kusema, lakini niseme tu kwa ufupi. Kwa kile nilichosikia kwaya ikiimba, nimesikia wakirudia sana kwamba tutaonana kwa ng'ambo ile. Furaha ametangulia na sisi tutafuata.
Tunaomba kwamba neema ya Mungu na baraka zake pamoja na faraja zake ziwe pamoja nanyi katika kipindi hiki cha maombolezo. Tuwatakie safari njema tunapoelekea Bunda kwa ajili ya safari ya mwisho ya binti yetu. Bwana watunze na sisi tutaendelea kuombea. Kwa majina yangu mimi naitwa John Christopher Kasanga, ni katibu wa kwaya ya St. John Anglikana Isevia. Ni jambo zito sana ambalo limetukuta, ila ni Mungu mwenyewe. Ila ni kwa ufupi, ni mtu ambaye alikuwa yuko vizuri sana kwenye kwaya. Hata kwenye upande wa uimbaji, upande wa mazoezi, alikuwa ni mtu anaimba sauti ya pili. Yuko vizuri sana. Huduma ya Mungu safi kabisa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa yote. Kwa majina anaitwa Diana Pangrase. Kwa kweli tumehuzunika sana kwa sababu ni binti mdogo, lakini ameweza kukusanya watu wengi sana. Yaani kwenye umri wake alivyo mdogo na watu waliowakusanya, kikweli inashangaza sana. Hiyo inatufundisha kwamba tunaishi na watu vizuri, tunakaa na watu kwa upendo, kwa kushirikiana. Furahia ni binti ambaye alikuwa na upendo sana katika jamii, kwenye kanisa na nje ya kanisa pia. Alikuwa ni mtu ambaye yani ni mchangamfu mno. Alikuwa anapenda kushirikiana na watu tofauti, wakubwa na hata wadogo. Kikweli tumehuzunika sana kwa hili na inaumiza sana, ikiwa ni bado binti mdogo na bado hajatimiza malengo yake. Umekuwa ni utaratibu wa kanisa Anglikana Dayosisi ya Tabora kwamba mchungaji anapofiwa na mwenza au anapofiwa na mtoto ama mzazi, basi tunawezeshana kwa kupeana rambirambi. Na mimi hapa ni washukuru sana wachungaji ambao wamekwisha tuma rambirambi zao ambazo tunatarajia mpaka kesho, kabla hawajafanya shughuli ya mazishi hawa ndugu zetu kule Mwibara Bunda, basi kila mchungaji atakuwa ametuma rambirambi yake. Mpaka sasa waliokwisha changa ni wachungaji 31 kati ya wachungaji 74. Matumaini yangu kwamba wale wengine wataweza kutuma rambirambi zao. Lakini tuishukuru ofisi ya Baba Askofu Daktari Elias Okwewa kwa kutoa basi Tata Anglican Pride ambayo inabeba waombolezaji wapatao 40 kwenda kule Bunda na itawarudisha hapa Tabora pia. Na tushukuru pia ofisi ya Dayosisi kwa kutoa rambirambi kiasi cha shilingi 50,000 ambao ni utaratibu katika Dayosisi yetu ya Tabora pale unapotokea msiba kwa wale ambao nimewataja hapo mwanzo. Lakini tuwashukuru Wakristo wametoka sehemu mbalimbali na wasio Wakristo pia wametoka sehemu mbalimbali kuja kusindikiza mwili wa binti yetu Furahi Zakaria Tungalaza ambaye ameitwa na Mungu. Na washukuru wote ambao wamefanikisha jambo hili na Mungu awabariki sana
kwamba nyakati zote tuwe na utaratibu huu wa kukimbiliana pale tunapokutana na matatizo ama changamoto kama hizi za misiba. Asante sana. Karibu Tabora, karibu Toronto.